Karibu kwenye Afconica episode ya 5 kwenye makala ya 35 ya michuano ya Afcon. Hapa kupitia YouTube channel ya Ava TV utakuwa ukipata updates mbalimbali kuhusiana na michuano hiyo ya Afcon ambayo inaendelea pale nchini Morocco. Mimi ni Latifa Anafi, nyuma ya kamera ni Wilvin Trends. Karibu kwa pamoja tuendelee na Afconica. Tulizungumza namna ambavyo michuano hii inatarajiwa kuanza, lakini sasa tumeshuhudia namna ambavyo mchezo wa kwanza wa ufunguzi kwenye michuano hii ya Afcon umechezwa, na mchezo huu ulichezwa kati ya timu ya taifa ya Morocco pamoja na Comoros, na mechi hiyo ilimalizika kwa mwenyeji Morocco kuweza kupata ushindi wa magoli 2-0. Mchezo ambao ulikuwa mgumu kwelikweli kwa kipindi cha kwanza, kipa wa Komoro akipangua mkwaju wa penalty ule, lakini kipindi cha pili walivyorudi kupitia kwa Brahim Diaz pamoja na Ayubu El-Kabi, Morocco ikajishukulia alama zote 3 kwenye mechi hiyo. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vilijikusanya ni kuhusiana na performance, ufunguzi, namna ambavyo mashabiki walijitokeza kwa wingi uwanjani. Msanii kutoka Nigeria pale Davido, French Montana waliweza kuliteka jukwaa hilo katika ufunguzi huo wa michuano Afcon, lakini namna ambavyo uwanja uliweza kupambwa kama ambavyo unashuhudia kwenye picha, huko wengine wakianza kuwaza 2027 itakwenda kuwaje, ambapo Tanzania, Kenya pamoja na Uganda watakwenda kuihodhi michuano hiyo kwa pamoja. Wewe unaweza ukatuambia pia nini ambacho kimekuvutia, lakini mbali na hayo ni kuonekana kwa mwanamfalme Mulai El Hassan kwenye uwanja ule, namna ambavyo aliweza kwenda kufungua, lakini kukaa pale jukwaani na rais wa shirikisho la kabumbu duniani FIFA Gianni Infantino, lakini pia ile mizuka, namna ambavyo alikuwa akionyesha wakati akiendelea kuitazama mechi hiyo, akiwaona wa Morocco wakishinda kwa magoli 2-0. Sasa ratiba inaendelea leo hii mwanamichezo mara baada ya mchezo huo wa ufunguzi, na ratiba kwa siku ya leo ni Mali na Zambia, ambapo wataanza wanacheza, tuseme wanacheza hivi sasa. Mali na Zambia, kumbuka tu hii inawahusisha nyota wawili ambao wamepita, mmoja amepita kwenye ligi kuu ya NBC, lakini mmoja bado yupo. Hapo ukienda kwa upande wa Mali unamkuta goalkeeper Djigui Diarra, lakini pia ukienda kwa upande wa Zambia unamkuta pale Kennedy Musonda. Sivyo bahati ni kwamba Clatous Chota Chama hajajumuishwa kwenye kikosi hicho. Lakini pia mchezo wa Afrika ya Kusini dhidi ya Angola, watu wa mapiano wanakwenda kukutana na watu kutokea pale Angola, kina Mabululu hao. Lakini pia mchezo wa usiku kabisa kuanzia majira ya saa 3 usiku, majira ya saa 5 usiku utakwenda kuwashuhudia Misri pamoja na Zimbabwe ambayo yupo mtu kutoka kwenye ligi ya NBC. Hapa namzungumzia Prince Mpumelelo Dube, kuanzia majira hayo ya saa 5. Sasa mara baada ya michezo hii kwa siku ya Disemba 23 ambayo itakuwa ni Jumanne, timu ya taifa ya Tanzania itakuwa dimbani kucheza dhidi ya Nigeria kwenye mchezo wa kwanza kabisa. Na hivi tunavyozungumza ni kwamba timu ya taifa ya Tanzania imewasili kwenye ule mji ambao mji wa FES ambao ndipo watakwenda kucheza mchezo wake wa kwanza. Sasa tukashuhudia video kafupi namna ambavyo nyota wa Tanzania wamekaribishwa kwenye huo mji wa FES, kama ambavyo Idi Nado amejirekodi kidogo kwenye hii video hapa. Hivyo ndivyo ambavyo Tanzania imekaribishwa pale FES kwenye kibarua cha kwanza kabisa dhidi ya Nigeria, na tumeshuhudia kwenye mikutano ya wanahabari manahodha wa timu hizi mbili wakizungumza, Bwana Ali Samata, lakini pia mchezaji wa Nigeria na mambo mengine kama hayo. Sasa kabla ya kukuaga, tulipata nafasi ya kuzungumza na mchezaji Mtanzania George Mpole ambaye aliwahi kutoa kiatu cha ufungaji bora kwenye ligi ya NBC, kipepetwana vikali na mwamba Fisto Kalala Mayele. Yeye pia analipi kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania kuelekea kuanza kwenye michuano hii ya Afcon, ambapo wanaanza Nigeria, lakini pia Tunisia pamoja na Uganda. Tumsikilize George Mpole. Kwanza mimi naweza kusema mimi na proud wao,
kwa sababu mimi nitakuwa ndo mshabiki wa kwanza kwa Tanzania. Sio kusema kwa sababu sipo katika squad ya Tanzania mimi ni against nao. Ni kitu ambacho unfair, alafu sio uzalendo, si ndio? Ulitamani uwepo? Mchezaji yote wa Tanzania anatamani kucheza timu ya taifa kwa sababu ni uzalendo. Yaani wewe unalipigania taifa lako. Yaani nje ya yote wewe unalipigania taifa lako. Yaani ina maana kuipigania taifa lako kuna mengi. Sio kucheza tu. Yaani ina maana wewe una present taifa lako dunia nzima. So mimi ninachoweza kuwashauri waliopata nafasi ni wakati wao wa kuweza kupambania taifa, na kwa mashabiki na wadau wa michezo natakiwa tuwe wazalendo sana kuisupport team. Ukizungumzia squad, technical staff, ukizungumzia mambo mengine yote ya ile timu iliyopo kule, kweli wewe unaweza ukawa una maoni mazuri sana au unaweza ukawa una mawazo mazuri sana, lakini tuwaache wao waende na bahati zao. Kikubwa kinachotakiwa kwako wewe, mtu wa mpira, mshabiki, mdau, blessing zako, support. Hayupo fulani, sio kwamba yeye ndo atafanya tusichukue ubingwa. Hata kama ningekuwepo mimi kule, naweza nisingefanya kitu chochote kikubwa cha kusaidia timu ichukue ubingwa, au ningefanya kikubwa cha kusaidia timu ichukue ubingwa. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anakuwa zaidi ya taifa. Kwa hiyo mimi naweza kusema wadau waisupport timu, waache yote yanayofanyika. Ni yale kwamba pale angekuwa fulani, pale angekuwa fulani, yule atoke, yule hajafaa, yule amefaa. Nadhani hayo hayana nafasi. Hayo na nafasi kwa sababu hata ukipewa wewe mchambuzi, ukipewa wewe mdau, ukipewa wewe mshabiki, ita timu yako pia watu watakosoa tu. Hata ukipewa nani watu watakosoa. Kwa hiyo mimi nilichokuwa naomba ni blessing tu kwa timu ya taifa ikapambane, kwa sababu sisi kwa quality ya mchezaji mmoja mmoja kuna mataifa tuwezi kuyabiti kwa quality ya mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo sisi tunategemea kama tukikusanya hao waliopo nje, hata tukikusanya wote waliopo nje ambao wamebaki Tanzania, hatuwezi kubiti kwa quality ya mtu mmoja mmoja. Sisi tunategemea teamwork, uzalendo, motivation. Umeona? Ndio tunategemea. Kwa hiyo mimi naamini tukiwa pamoja tunaweza kufunga taifa lolote. Lakini tusiseme angekuwa fulani, hapana. Tu support team as a general, yoyote aliyepo ana deserve. Hivyo tu. Na unatamani kuona ikifika angalau kwenye hatua ipi? Mimi natamani tuchukue ubingwa. Kwa sababu watu wengi watakuwa na mawazo negative. Lakini mimi natamani tuchukue ubingwa kwa sababu mimi ni mzalendo, lazima nitetee taifa langu. Tuchukue ubingwa AFCON kama Zambia iliwezekana, why sisi? Sisi wenyewe tunaweza, lakini hatuwezi kwa mchezaji mmoja mmoja. Narudia pale pale, kwa quality ya mchezaji mmoja mmoja hatuwezi kubiti baadhi ya mataifa yaliyopo kule. Kwa general teamwork na support ya wadau, support ya fans pamoja na watu wote, kila Mtanzania tunaweza kubiti vilabu vingi vilivyopo kule. Mataifa mengi yaliyopo kule tunaweza kuyafunga. Kwa sababu Zambia waliweza. Wachezaji wale waliweza, lakini walikuwa pamoja. Kwa hiyo zile mambo za wewe unasema hivi, wewe unasema hivi, nadhani hayana nafasi. Twende tukawasupport, tuwape blessing, tuombe, tuone kitu gani watakachofanya. Tukifungwa tufungwe wote. Tukichukua ubingwa turudi nao wote. Sio wewe unasubiri watu wakibeba ubingwa ndio uwe mbele. Kwa hiyo tuwasapoti kwa pamoja. Naam, huyo ndio George Mpole. Hayo ndio yalikuwa mawazo yake, yeye akitamani zaidi kuiona timu ya taifa ya Tanzania ikienda kufanya vizuri kwenye michuano hiyo. Wale ambao wamechaguliwa tuwasapoti, tusianze kusema bana fulani angekuepo, fulani angekuepo. Na hivyo ndivyo ambavyo Watanzania wote inabidi tusimame hivi sasa, kwa sababu tuko vitani, hatupaswi kugawanyika. Mimi naitwa Latifa Anafi, hii ni Afconica. Usiache kutufuatilia kupitia YouTube channel ya Ava TV.